Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Bwana Yesu apewe sifa. Habari za muda huu, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya Upashanaji Media, kifupi EU Media. Habari kuu ni Waziri Kombo akutana ana kwa ana na Papa Leo wa 14, nyaraka za maaskofu Tanzania. Balozi Mahmoud Thabiti Kombo, mbunge na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Jumatano ya tarehe 28 Januari 2026 amekutana na kuzungumza kwa faragha na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatican na baadaye kuhudhuria katekesi ya Papa Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatican. Nyaraka na ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania unachota amana na utajiri wake katika Biblia na mafundisho tanzu ya kanisa. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya Upashanaji Media, usiache na ninakusii endelea kusubscribe na kubofya ama kubonyeza alama ya kengele mbele ya neno subscribe. Lakini kama uko busy sana, basi nikusii hata kupita tu, yani kulike, lakini vile vile kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii. Utakuwa umetenda haki kabisa kabisa. Kongole zako nyingi na saruti zako nyingi kwa kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ya Balozi Mahmoud Thabiti Kombo, mbunge na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania. Jumatano ya tarehe 28 Januari 2026 amekutana na kuzungumza kwa faragha na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatican na baadaye kuhudhuria katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatican na usomaji mpya wa nyaraka zake, ili kugundua tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita zaidi katika nyaraka kuu 4 za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatican, yani Dei Verbum, yani ufunuo wa kimungu, Sacro Sanctum Concilium, yani juu ya liturujia, Lumen Gentium, yani fumbo la kanisa, pamoja na Gaudium et Spes, yani kanisa katika ulimwengu mambo leo. Balozi Mahmoud Thabiti Kombo katika ziara hii ya kikazi alikuwa ameambatana na Profesa Paramagamba John Haidani Mwaruko Kabudi, waziri wa kazi maalumu Ikulu, balozi wa Tanzania mjini Vatican Mheshimiwa Balozi Hassan Mwameta, pamoja na Mheshimiwa Mbaruku Nasoro Mbaruku, balozi wa Tanzania nchini Italia. Mafundisho ya jamii ya kanisa yanapata chimbuko lake mintarafu kanuni na muundo wa elimu, fahamu, taalimungu, hususan taalimungu, maadili ambayo ni dira na mwongozo wa maisha ya watu. Yanachota amana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa na imani thabiti ambayo inamwilisha neno la Mungu katika matendo, kielelezo cha imani tendaji, mambo msingi katika mchakato wa kudumisha haki msingi za binadamu, amani katika ukweli, haki, upendo na uhuru. Hizi ni tunu ambazo ni urithi mkubwa wa binadamu wote, kwani zinabubujika kutoka katika asili ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hivyo zinapaswa kulindwa, kutetewa na kuheshimiwa na wote, kwa kuzingatia kwamba haki inakwenda sanjari na wajibu. Hakuna haki pasi na wajibu. Hii ni haki ya kuishi, kupata huduma bora ya makazi, afya, elimu, kuabudu, uhuru wa dhamiri, uhuru wa kuchagua mfumo wa maisha, haki za kiuchumi na kisiasa, pamoja na uhuru wa kwenda unakotaka kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo. Ni kawaida ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yani Tanzania Episcopal Conference almaarufu TEC, kutoa ujumbe wa Kwaresma kwa Wakatoliki wote kila mwaka kabla ya kuanza rasmi kipindi cha Kwaresma. TEC inatoa ujumbe huo ambao Wakatoliki wote wanapaswa kuufuata, ukiwa ni mwongozo wa tafakari yao ya kuwaongoza katika kipindi chote cha Kwaresma. Kwa mfano, mwaka 2025 ujumbe wa Kwaresma ulikuwa simameni imara katika imani, na mwaka huu wa 2026 pia watautoa ujumbe wa Kwaresma kama ilivyo kawaida ya maaskofu wa kanisa Katoliki. Naomba kutoa tahadhari kwa wale wote watakaovurugwa na ujumbe huo ujao wa Kwaresma kwa mwaka 2026 na
kuhusianisha na masuala au hali ilivyo kwa sasa katika taifa la Tanzania. Katika ujumbe huo, Wakatoliki pia hukumbushwa kuishi maisha ya fadhila za kimungu, imani, matumaini na mapendo. Pamoja na hayo, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania pia katika ujumbe wake wa Kwaresma kwa waamini wa Katoliki wasisitiza sana Wakatoliki kuishi maisha ya Kikristo na kueneza utume wa Kristo Yesu kwa watu wote, wakati wote, popote na kwa yeyote. Utume wa Mkristo Mkatoliki hauna mipaka. Mkatoliki hawe kazini, awe na cheo, wadhifa au mamlaka ya uongozi na kiutawala, bado anaendelea kubaki kuwa ni Mkristo Mkatoliki anayepaswa kutumikia Ukristo wake, huku akitambua kuwa cheo chochote alichonacho sio kikubwa kuliko cheo cha Ukristo wake alichokipata kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Kwa Mkatoliki, Ukristo ni zawadi ya Mungu kwa waja wake. Mkristo Mkatoliki anafundishwa, kuhimizwa na kusisitizwa kuwa mkweli na kuushuhudia ukweli siku zote, maana Yesu Kristo mwenyewe ndiye njia na ukweli na uzima. Yohane sura ya 14 aya ya 6. Tena anaamriwa kutenda haki, kudumisha upendo, kulinda amani, kutoa msamaha, kuwa mwema, mkarimu na kuwatendea matendo mengine ya huruma. Kwa mantiki hiyo, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC linapotoa ujumbe wa Kwaresma ambao unaogusa moja kwa moja wanasiasa, watawala au viongozi wenye nyadhifa serikalini au kwenye vyama vyao vya siasa, wanataaluma, wafanyabiashara, wakulima, bodaboda na kadhalika, anayelengwa huko ni Mkristo Mkatoliki, na anapokemewa kuacha uovu, hafanywi hivyo kwa sababu ya cheo chake serikalini au kwenye taaluma yake au popote pale, bali anakemewa kwa sababu ya Ukristo wake. Maana yeye ni Mkristo Mkatoliki kwa sakramenti ya ubatizo anayepaswa kuacha uovu na kutenda mema. Na kama ametenda uovu, anakumbushwa na kusisitizwa kutubu, kuongoka na kuacha kutenda maovu. Na endapo ujumbe wa Kwaresma wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kwa Wakatoliki utaonekana unawagusa moja kwa moja na watu wengine pia ambao sio Wakatoliki, basi ijulikane mapema kuwa ni kwa sababu maovu wanayoyatenda watu hao yana uhalisia wa moja kwa moja na yale ambayo Baraza la Maaskofu Katoliki linawakemea waamini wake Wakatoliki wasiyafanye. Sio kusudio la moja kwa moja la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa lenga waamini au waamini wasiokuwa Wakatoliki. Ikitokea hivyo, basi hiyo itakuwa ni coincidence tu. Lakini ikumbukwe pia kuwa hili ndilo jukumu la viongozi wa kiroho au kidini, kukemea maovu kwa mtu mmoja mmoja katika familia, jamii, taifa na dunia katika ujumla wake. Kwa kuyatambua hayo, wewe ambaye sio mwamini Mkatoliki, utakapoguswa moja kwa moja na ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa Wakatoliki, ukae kwa kutulia ili ujumbe ukuingie, kubadilishe na ukurudishe kwenye njia inayompendeza Mungu na wanadamu, badala ya kutumia muda mwingi kutengeneza propaganda, kuleta maigizo ya kutaka kuwavunja moyo na kuwakatisha tamaa viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ukweli wa ujumbe wa neno la Mungu unaokemea maovu, mauaji na dhambi nyingine hauwezi kupingwa kwa kuwachukia viongozi wa dini. Dawa ya dhambi ni toba ya kweli, hiyo la dhati ya kuacha dhambi, ili Mwenyezi Mungu amsamehe mtu dhambi zake. Ni lazima mkosefu huyo akiri dhambi zake, ajutie na akusudie kutokutenda dhambi tena. Kumchukia anayewakemea watu wasitende uovu hakuwezi kuwatakasa watenda maovu hayo. Viongozi wa kiroho ni sawa na manabii ambao wanaleta ujumbe wa Mungu kwa njia ya vinywa vyao. Ujumbe wa Mungu huwa hauletwi kwa lugha ya kubembelezana. Mungu anapowatuma manabii wake kuuleta ujumbe wa kuwataka waache uovu na kujikita katika kutenda mema na haki.
Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Nguvu ya Upashanaji Media, kifupi U Media, ninakushukuru sana kwa kuambatana nami katika taarifa hii ambayo imerushwa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatican. Ni chanzo cha habari hii. Nikusihi endelea kusubscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kuacha maoni yako kwa lugha nyingine, kudondosha komenti yako. Naitwa Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Asante.